tena ndugu mtazamaji na msikilizaji wa New Africa TV pale popote ulipo. Kwa wale ambao mnatufuata mkiwa barani Afrika tunasema ni karibu sana. Wale ambao mnatufuata mkiwa Asia, Marekani, wale ambao mnatufuata mkiwa Ulaya, Canada, Australia, hata na sehemu zingine tofauti, tunasema ni karibu tena kwa update zetu za siku ya leo. Leo ni Jumatano tarehe 24 mwezi Disemba ama mwezi wa 12 mwaka wa 2025. Pale ambapo tunakwenda kurudi kwa updates zetu za mchana wa leo, tukiangazia yale ambayo yanajiri kwa sasa mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hata na nchi ya Kongo yote kwa ujumla. Pale ambapo kunaendelea operesheni kubwa sana kati ya kundi la waasi wa M23 na wale ambao wanaendelea kupigana kwa upande wa serikali ya nchi hiyo. Na hilo ni jeshi la Kongo ambalo limejulikana kwa jina la FARDC, likiendelea kuungwa mkono na makundi tofauti ya wazalendo pamoja na kikosi cha wanajeshi waliotoka nchini Burundi ili kuambatana na jeshi la nchi hiyo kupigana na kundi hili la waasi wa M23 ambalo pia kwa upande mwingine limekwisha kujiunga na kundi la Twirwaneho sana kutoka kwenye milima mirefu ya Fizi, Uvira na Mwenga. Lakini kundi hili pia laendelea kushtakiwa kuungwa mkono na jeshi la Rwanda la RDF kulingana na matangazo ambayo yanaendelea kutolewa na serikali ya Kongo, jamii za kimataifa, hiyo ni Umoja wa Nchi za Ulaya, United Nations pamoja na nchi ya Marekani. Na bila kuponda muda nataka moja kwa moja turudi kwa update zetu za mchana wa leo, tukitizama jinsi hali ya usalama ilivyo kwa sasa mbele kwenye mistari ya mapigano, pale ambapo mambo yanaendelea kuchafuka na kuwa mbaya zaidi. Hapo ni kwenye milima mirefu ya Fizi, Uvira na Mwenga, barabara lote la kutoka mjini Uvira ukielekea mjini Baraka, pale ambapo kunaendelea operesheni kubwa kwa sasa, pale ambapo kundi hilo la wapiganaji wa M23 wanalenga kuendelea kusonga mbele wakielekea mjini Baraka. Pale kumefanyika kwa sasa kituo kikuu cha uongozi wa serikali ya Kongo baada ya kutoka mjini Uvira. Natakuja kutizama jinsi mambo ilivyo kwa siasa nchini humo, pale ambapo rais wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi kupitia jeshi lake wanaendelea kufunga makamanda wakuu sana wa jeshi la Kongo. Hapo jana jenerali ambaye amejulikana kwa jina la Padri Muhizi aliweza kuwa interpele. Siku moja tu baada ya jenerali mwingine ambaye amejulikana kwa jina la Dieudonne Muhima pia alikuwa ameitwa mjini Kinshasa na bado hakurudi. Aliweza kukamatwa na kuelekea kwenye jela ya kijeshi ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari ambazo tumezipata ni kuwa jenerali huyu ambaye amejulikana kwa jina la Dieudonne Muhima alikuwa anahesabika kuwa wa 22 miongoni mwa majenerali wakuu ambao waliweza kukamatwa hivi karibuni tu kwa muda wa miaka mbili tatu. Majenerali 22 wamekamatwa, wote wako gerezani. Sasa hapo jana jenerali huyu ambaye amekamatwa ambaye amejulikana kwa jina la Padri pia alikuwa sasa ni wa 23 baada ya ndugu huyu kukamatwa, jambo ambalo linaendelea kuleta wasiwasi sana kwa serikali ama kwa jeshi la Kongo. Wale wote ambao walikuwa ni wanajeshi chini ya uongozi wake Kabila wako karibu wote kukamatwa na kupelekwa gerezani. Tunapoendelea na update zetu tukielekea kwenye uwanja wa mapigano, nataka tuanzie kwenye milima mirefu ya eneo la Fizi, hapo ni mjini Minembwe, pale ambapo asubuhi na mapema siku ya leo kumeamkia mashambulizi makali sana angani kupitia ndege za kivita za jeshi la Kongo. Hizo ni drone pamoja na Sukhoi C-25. Sema ambayo imejulikana kama Rugezi kumeamkia mashambulizi makali sana angani, pale ambapo ndege hizo zinashuhudiwa kwenye anga la Rugezi na vijiji vingine ambavyo vinapatikana karibu na Rugezi. Sasa hivi tunazungumza, mambo ni moto bila moshi. Ni jambo ambalo liliweza kuleta wasiwasi mwingi sana miongoni mwa raia wakazi wa sehemu hiyo, wakati ambapo alikuwa anajiandaa kusherehekea sikukuu za kuzaliwa kwa Yesu ama sikukuu za Christmas. Ndege hiyo kumbuka inakuja ikitisha sana. Mabomu za ndege ni zile ambazo zinaleta woga mwingi miongoni mwa raia hata na wale ambao wanapatikana kwenye uwanja wa mapigano. Kumbuka kuwa mashambulizi ya angani ya ndege ni mashambulizi mabaya sana ambayo yanaleta woga mwingi.
Mambo haya yanajiri baada ya kundi hilo wapiganaji wa M23 kuonekana akiwa wamekamata sehemu kubwa sana milima yote ya Fizi, Uvira na Mwenga. Kwa sasa tunaweza sema 80% asilimia 80 inapatikana mikononi mwa makundi haya. Wazalendo wote ambao walikuwa wanapatikana tukianzia kwenye milima mirefu ya Rurambo, unapanda Ndondo yote hadi Bijombo, toka Bijombo uelekee hadi Mikarati, Mikenge, huko kote, toka huko elekee Mibunda, sehemu ya Kipupu. Hapo jana kundi hilo wapiganaji wa M23 wameelekea Kipupu, kwenye soko ya Kipupu na kuanza kuweka uongozi wao, na pia waliweza kufika kwenye Carriere Miniere, pale ambapo wanachimba aina tofauti za madini, ambapo ni sehemu tajiri sana kwa mambo hayo, jambo ambalo pale ambapo waliweza kupoteza hivi karibuni, ikiwa ni sehemu ya muhimu sana kwa upande wa serikali ya Kongo, sababu inafungua njia ya kuelekea sasa kituo kikuu cha eneo la Mwenga ama Mwenga Centre. Ukitoka Kipupu ni rahisi sana kufika kwenye mji mkuu wa eneo hili la Mwenga, pale ambapo uongozi wa eneo hilo, administrator na viongozi wengine wanafanyia kazi. Milima yote sasa pale ambapo kumesalia wapiganaji wa Zalendo, jeshi la Kongo na jeshi la Burundi, ni sehemu ambayo imejulikana kama Point Zero. Hapo ni kwenye Chaine de Mitumba. Chaine de Mitumba ni msitu mrefu sana ambapo pia inaenda hadi huko ukielekea kabisa Mirimba. Lakini pia hapo unafungua akse ya kuteremuka ukielekea Lusuku mlima, na unateremuka ukielekea sasa Fizi Centre ama kwenye eneo kuu la kwenye uongozi mkuu wa eneo la Fizi, pale ambapo kwa sasa Point Zero ikifunguliwa mambo itakuwa yamekwisha. Sasa wale watateremuka M23 na tukirwa neho watateremuka kupitia Point Zero, kupitia Mukoko, wateremuke na Lusuku mlima na kuelekea Fizi. Wengine sasa wataendelea kuinuka pale ambapo walipo kwa sasa Amboko, Swima. Wakipanda sasa itabidi jeshi la Kongo litakuwa limebaki katikati, hawapo tena kwenye milima, wataanza sasa kukimbia, wengine wakielekea nchini Burundi, wengine Tanzania, maybe sijui kuna njia zingine watatumia kukimbia wakielekea Kalemi ama sijui wapi huko Mirimba, sehemu za mbali sana na ho plateau ya Fizi, Uvira na Mwenga. Mambo haya yanajiri baada ndugu mtazamaji wa msikilizaji ya habari nyingi tofauti ambazo zinaendelea kusambazwa kwenye mitandao ya kijamii, maandamano huku na kule. Baada maandamano makubwa sana ambayo yaliweza kufanyika mjini Goma, yalifuata na maandamano makubwa ya mji wa Uvira, yakakuja kufuata hapo jana na maandamano makubwa ya mji wa Bukavu, pale ambapo kumeripotiwa mlio wa marisasi katika maandamano hayo ya hapo jana Bukavu. Mabomu na makombora viliweza kusikika pamoja na marisasi kutoka juu Panzi zikiangukia katikati mwa mji wa Bukavu, pale ambapo ziliweza kuangukia. Kuna marisasi ambayo aliweza kuangukia mchungaji mmoja ambaye alikuwa nyumbani kwake na aliweza kuaga dunia. Sasa hivi tunazungumza siku ya leo Sake, Masisi, sijui Ruchuru, pia maandamano kali ziliweza kuamkia asubuhi na mapema siku ya leo, jambo ambalo serikali ya Kongo inaendelea kulikanusha, wakidai kuwa maandamano hayo yote yanaandaliwa na kundi hilo wapiganaji wa M23 na ni marche imposée. Communique ambalo limetolewa na uongozi wa serikali ya Kongo wameita kuwa ni marche imposée ambayo inaletwa na kundi hilo wapiganaji wa M23. Wale ambao wanakataa wanapigwa vikali. Kulingana na tangazo hilo amesema hivi: Le gouvernement de la République démocratique du Congo condamne avec la plus grande fermeté les marches imposées aux populations civiles dans les zones sous occupation rwandaise. Ces pratiques constituent de graves violations des droits humains et du droit international humanitaire. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, hii ni serikali ya Kongo ambayo iliweza kutoa tangazo hili wakisema kuwa marche hizi force ama maandamano ya kingufu ni mojawapo maneno ambayo yanaonyeshana kuwa ni ukiukaji wa haki za kibinadamu pamoja na haki ya kimataifa ya binadamu, pale ambapo anasema kuwa mambo haya hayaruhusiki ama hayafai kufanyika.
Mai Mai za Kipupu zinaelekea kujiunga kwa kundi hili la Twirwaneho. Kulingana na habari ambazo zimetufikia sasa hivi ni kuwa wamekwisha kutuma delegation ya kwenda kuomba wawaruhusu wakuje wajiunge pamoja. Baada ya kushindwa wataelekea wapi? Kumbuka kuwa hawa wote ni wazaliwa wa Kipupu, sehemu hizo zote za Minembwe, Mikarati, Mikenge, Mibunda. Sasa wanashindwa, wazazi wao wote wako hapo, wanashindwa wanaenda wapi baada ya vita hivi, watapotelea wapi iwapo hawatakuwa na nguvu za kushinda vita hivi ambavyo vinaendelea kwa sasa. Sasa ndugu mtazamaji na msikilizaji, wametuma delegation ya kuomba kundi hili la Twirwaneho pamoja na M23 ili wawakubalie wakuje kujiunga na wao, waendelee kupigania kwa upande wa Armée Révolutionnaire Congolaise, ARC en sigle. Tunapoendelea ndugu mtazamaji na msikilizaji, mambo yaendelea kuchafuka huku na kule. Baada ya operesheni kubwa ambazo zilikuwa zinaendelea barabara lote la Makobora ukielekea Baraka, siku ya jana hakuna mapigano ambayo yamefanyika. Ilikuwa sasa ni wakati wa mapumziko baada ya mapigano makali ya hapo juzi na jana. Asio juzi, ni hiyo siku iliyotangulia Monday ama Jumatatu na Jumanne kulikuwa ilikuwa ni Jumapili na Jumatatu pale ambapo kumeripotiwa mapigano hayo makali kati ya pande zote mbili, mapigano ambayo yaliweza kusababisha kundi hili la wapiganaji wa M23 kudhibiti sehemu zingine ambazo zilikuwa mikononi mwa serikali ya Kongo ama mikononi mwa jeshi la Kongo, ikiwa Makobora yote kabisa na sehemu zingine ambazo zinapatikana karibu hapo. Hii ni